Ulimwengu unashindwa kututambua kwa sababu ya upendo wa Mungu ambao unatuongoza sisi, unatusimamia sisi, ambao sisi wenyewe hatukustahili wa upendo. Hata tukijiangalia, hata watu wangetuangalia, watu wanaotufahamu, watu wanaojua mambo ambayo tulifanya zamani kabla hatujaokoka, wakikuangalia hawawezi kukubali kwamba wewe unastahili kuitwa mwana wa Mungu. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu usiokuwa na kipimo, Mungu anatupenda. Anasema hebu tazama hili pendo ambalo Mungu ametupa, kwamba kwa hilo pendo sisi tunaitwa ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hilo pendo la Mungu aliloachilia, pamoja na mambo ambayo ulifanya zamani, pamoja na familia ulikozaliwa ambako wala haitambuliki hata kwenye kijiji chenu, hata kama uzaliwa kwenye kijiji fulani, inawezekana familia yako hawaijui kwa sababu ya jinsi ambavyo hamkuwa na sifa yoyote kubwa pale kijijini. Inawezekana hata shule hujasoma vizuri, inawezekana hata ujui mambo mengi, lakini Mungu kwa kupenda kwake mwenyewe, kwa upendo wake wa ajabu, akakuita wewe ni mwana wa Mungu. Alafu akasema ndivyo tulivyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo unaweza ukalishangaa, lakini ukishafahamu kwamba Mungu anasema ndivyo tulivyo, tunapokea na kumwadhimisha Mungu kwa mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Kwa hiyo Mungu anatupenda kwa upendo ambao hata tukijiangalia wenyewe tunajishangaa. Tunasema tunaushangaa huo upendo umetoka wapi? Ni kitu gani Mungu amekiangalia kwetu mpaka akatufanya kuwa watoto wake? Kwenye kitabu cha Luka tutaenda kuangalia hadithi moja ambayo inatuonyesha jinsi ambavyo Mungu anatupenda. Lakini tukiangalia kitabu cha Yohana 3:16, Injili ya Yohana 3:16, tutauona upendo huu wa Mungu kwetu. Mstari huu ni mstari mzuri sana ambao tunausoma mara nyingi. Unasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa mwanae pekee, lakini ni ili kila mtu atakayemwamini asipotee awe na uzima wa milele. Nafasi Mungu aliyotupa sisi ni kumwamini mwana wa Mungu. Yeye alishamtoa mwanae wa pekee kwa upendo, alishafanya mambo yote na akaachilia uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu kwa wale wanaomwamini, kwa kuwa na uzima wa milele. Kwamba wanaomwamini mwana wa Mungu aliyekuja, ambaye Mungu alimtoa kwa ajili yetu, wanapata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatupenda sana, na upendo huu ndio ambao ulimsukuma akamtoa mwana wake wa pekee. Tukisoma kitabu cha Luka 15, tutaona upendo wa Mungu. Huu upendo wa Mungu tunaouona kwenye kitabu cha Luka 15 kuanzia mstari wa 11 ni upendo wa baba kwa mtoto wake. Na tunaangalia upendo wa Mungu kwa kuulinganisha na upendo wa baba kwa mtoto wake, kwa sababu tunajua kwamba Mungu ni baba yetu. Kwenye kitabu cha Yohana 3 ambako tumesoma, tukiangalia mstari ule wa Yohana 1, Injili ya Yohana 1, tukiangalia ule mstari wa 14 wa 13, anasema, anaanzia 12 anakosema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Tunaona kwamba walioliamini jina lake walizaliwa kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kama tumezaliwa na Mungu mwenyewe, sisi ni watoto wa Mungu. Ina maana kwamba Mungu ni baba yetu. Ndio maana kwenye kitabu cha Waefeso akasema kwamba basi mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Kwa sababu Mungu ni baba yetu, Mungu anatupenda kwa upendo wa baba. Kama jinsi ambavyo unaweza kutafakari upendo wako kwa watoto wako, au kama huna watoto, upendo wa baba kwa mtoto wake, upendo wa mama kwa watoto wake, ndivyo ambavyo
upendo wa Mungu upo kwa ajili yetu sisi, na zaidi ya hapo kwa sababu ya ukamilifu wa Mungu alionao. Sisi tunawapenda watoto wetu kwa sababu tuliwazaa na tunajua jinsi ambavyo ni wa kwetu kabisa, wametoka katika viungo vyetu. Lakini Mungu ana ukamilifu sasa. Anaposema kwamba nimewazaa mimi mwenyewe, anatupenda kwa upendo ambao ni mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Ule upendo wa wazazi una mapungufu yake kwa sababu ya hali ile ya udhaifu wetu tulionao, lakini upendo wa Mungu kwa watoto wake ni upendo wa baba kwa watoto wake ambao ni mkamilifu. Kwa upendo Mungu alioachilia kwako wewe, upendo Mungu alioachilia kwetu sisi ni upendo ulio mkamilifu kabisa wa baba na mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua Luka 15. Luka 15 kuanzia mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: ni Bwana Yesu alikuwa anaongea huu mfano, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akamgaia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Wakaondoka wakaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Leteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea utaona mambo haya yakiendelea juu ya watoto wa huyu baba, jinsi ambavyo alikuwa anawapenda. Lakini tukiangalia kwa sehemu ambayo tumesoma habari za huyu mwana mpotevu, tunaona jinsi ambavyo huyu baba alimpenda mwanae kwa upendo kabisa wa mzazi, upendo wa baba na mtoto wake. Alimpenda kwa namna ambayo ulikuwa unaonekana upendo kabisa kwake, kwa sababu huyu mtoto aliposema kwamba, baba, nipe sehemu ya vitu vyangu vinavyoniangukia kwa sababu nimeshakuwa mkubwa, baba yake alijua kabisa kwamba yule mtoto anasema kitu cha halali kwake, na akachukua vile vitu akamgaia yule kijana akaondoka akaenda zake, wala hakusubiri pale. Aliondoka akaenda zake, na wanasema kwamba alipoenda zake sio kwamba alienda kufanya kwenda kufanya biashara. Yeye alikuwa ana pesa tayari, na akili yake ilimuonyesha pesa zilivyokuwa nyingi, na kwamba amekuwa tajiri kama baba yake au hata zaidi nafikiri, kwa sababu baba yake alikuwa anatumia kwa kujibanabana, lakini yeye ana uwezo wa kutumia kwa sababu ana vitu vya kutosha, hana shida yoyote. Kwa akatumia, wanasema alitumia kwa maisha ya uasherati.
Na kama mtu akitafakari, hata kama hujawahi kukutana na maisha ya uasherati ukayaingilia wewe, lakini kwa sababu tunaishi katikati ya watu ambao wanaishi maisha hayo, tunajua fedha zinavyoweza kutiririka kwenye maisha ya uasherati kwa namna ambayo hutaziona hata kama ulikuwa na milioni ngapi, zinakwisha. Bwana Yesu asifiwe. Yule kijana alitumia kwa maisha ya uasherati na akazitumia kwa fujo, hazikuchukua raundi zile fedha, zikaisha kabisa. Na yuko nchi ya mbali, kwa sababu alienda mbali baba yake asije kumsumbua. Alikuwa anajua yeye ameshakuwa tajiri, kwa hiyo hana shida tena na maisha ya pale kwa nyumbani, ambako mara wapike kama hapa kwetu wanapika na ugali siku nyingine na maharage, wakati mwingine na wali wanapika na maharage, wakati mwingine anataka ale nyama na chips na vitu vya namna hiyo. Sasa nyumbani wanapika vitu ambavyo yeye anaona kabisa kwamba haya maisha haya, jamani, mbona baba ana vitu vyote, kwani asingenunua vitu akajaza kwenye mafriji akawa anapika tu vitu ambavyo tunavitaka sisi? Akasema sasa mimi pesa ameshanipa za kwangu, anaenda kufanya kama ninavyotaka. Kwa kafanya kama tunavyojua vijana wanaweza kufanya, vijana walioingiliwa na maisha ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa zilipoisha zile fedha, wale marafiki aliokuwa nakula nao kwa maisha ya uasherati hawakushikamana naye tena. Ni kawaida kabisa ya wanadamu. Yaani ilikuwa sio kitu cha ajabu kwamba wale marafiki wameondoka. Ni kawaida kabisa kwamba mtu akiwa na fedha akazitumia hovyo kwenye maisha machafu huko nje, wakati akana fedha anaona kama vile ana marafiki wengi sana. Wanakuja kumfuata na kumuita, jamani uko wapi nini, wanaenda ili waende kwenye starehe kwa sababu ye fedha anazo. Lakini zikiisha sasa, wale marafiki wote hawapo tena. Hata ukipiga simu wakati mwingine hawapokei. Kama ni wakati ambako tuna simu za mkononi, hawapokei simu. Ukienda kwao wanasema kwamba tuna shughuli nyingi, na unaishi ukakosa mpaka chakula. Sio kwamba alikosa ile maisha ya uasherati tu, alikosa mpaka chakula cha kawaida. Sasa akajua kabisa kwamba kule alishafunga mlango kule kwa baba, hana namna ya kurudi. Akaanza kutafuta kazi. Akatafuta kazi kwa wale waliokuwa na utajiri pale au na maisha ya kuweza kuajiri watu, na wakamwajiri. Anasema akaajiriwa, akaenda kufanya kazi ya kulisha nguruwe, kwa sababu alianza kuhitaji mpaka chakula mpaka kila kitu. Akaanza kulisha nguruwe. Alipoanza kulisha nguruwe, akawa sasa, kwa sababu umeajiriwa na kuna kipindi cha kuja kupokea mshahara, ndipo ninavyoangalia ile somo mimi. Kuna kipindi cha kuja kupokea mshahara, kwa hiyo umeajiriwa ufanye kazi. Siku ya mshahara ikifika ndio utapewa fedha zako. Huwezi kusema kwamba nipe kidogo nianze kula kwa sababu nasikia njaa. Anasubiri, umeajiriwa kwamba utapokea kwa mwisho wa mwezi. Kwa hiyo utalisha hawa nguruwe, mwisho wa mwezi nitakupa mshahara wako. Na we huna hata hela ya kula, huna hata pesa ya kufanya chochote. Kwa hiyo yule kijana huku analisha nguruwe, hata kama ni kwa uaminifu namna gani, ili akifika mwisho wa mwezi apokee mshahara wake, lakini hana chakula. Na huwezi kuishi hata kama ungekuwa una nguvu kiasi gani, ulishakula vitu vingi zamani ukachezea fedha. Ikifika hiyo siku ambapo unasikia njaa, utasema kwamba nilikula mwezi uliopita sana. Utasema ule wali wa juzi niliumwaga, kwa hiyo sina tena njaa. Haitasaidia hata kama ulimwaga wali mwingi namna gani, bado leo unahitaji kula. Yule kijana akaanza kuhitaji chakula. Alipokuwa anahitaji chakula, sasa huko analisha wale nguruwe wa yule tajiri yake. Yule tajiri yake hampi kitu, kwa sababu anasema kwamba hakuna mtu aliyempa kitu, alikuwa anaendelea tu kufanya kazi. Akatamani kujilisha kwa maganda aliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Kwa hiyo yale maganda yakawa ni chakula kizuri sana kwake, akayaona kwamba kinafaa. Fikiria mtoto wa tajiri alitoka kwenye familia ya tajiri mkubwa, ambaye ana vitu vingi, ambavyo ni anawafanya kazi na watu wa namna hiyo, lakini anatamani sasa kula pamoja na nguruwe. Sasa alipokuwa anaendelea kufikiri chakula cha nguruwe kilivyo kitamu,
Inawezekana alikula sijui ni mara ngapi akula kile chakula cha nguruwe, lakini akaanza kuwaza, kweli hapa naadhirika. Hapa hakuna hata kitu ninachokipata kwa sababu naona kwamba naathirika tu. Hakuna faida ninayoipata yoyote. Akasema kwamba alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa nakufa kwa njaa. Akaanza kuwafurahia wale watumishi wa nyumbani kwao, wale watumishi wanavokula na kusaza, wale watumishi wanavokula chakula bila kusumbuliwa na mtu yeyote, wanakula bila usumbufu. Yani mchana ukifika, hata kama hawaulizwi habari ya chakula, wanakula na kusaza wale watumishi. Akasema ni wangapi wale wanakula na kusaza, alafu mimi hapa ninakufa kwa njaa. Kumbe pale mpaka karibu anakufa kwa njaa. Sasa akasema, sasa nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndipo palikuwa uponyaji kwa yule kijana. Hapa ndipo aliposema tu kwamba nitaondoka na kwenda kwa baba yangu, hapo ndipo palikuwa uponyaji wake. Bwana Yesu asifiwe. Tunapendwa na Mungu sana. Mungu anatupenda sana. Lakini nataka kwamba kama umeghafilika kwa namna yoyote, usipotelee kule porini. Uzingatie moyoni kwamba ni mambo mangapi ambayo yapo kwenye nyumba ya baba yako. Angalia upendo wa Mungu ambao ameshawaachilia kwa ajili yako, uone kwamba bado ule upendo haujaisha. Zingatia moyoni, achilia moyo wako, kubali kurudi kwa baba. Bado baba anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Bado upendo wa Mungu kwako ni ule ule wa milele. Alipozingatia moyoni mwake, alizingatia moyoni, na tunaona kwamba anasema nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa mbele ya mbingu na mbele zako. Mambo aliyasema vizuri yale maneno. Kama anavyotamka ni katika hali ya mtu ambaye anatubu na kuona kwamba alishapotea mno, na kwamba hastahili kukaa tena kwenye nyumba ya baba. Hastahili kuwa tena mtoto wa yule baba tajiri ambaye ana kila kitu. Anasema, baba, ukiniruhusu nitakuwa mmoja wapo wa wafanyakazi, angalao niwe nafanya kazi huku nyumbani na kuwa nakula chakula pamoja na wale wafanyakazi wako. Naona pana afadhali hapa kufanya kazi, kuajiriwa hapa nyumbani ni afadhali kuliko kule nilikokuwa nimeajiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Yule kijana alitamani baba yake akubali amwajiri pale nyumbani, kwa sababu aliona ile maisha ya watumishi wa pale nyumbani kwao ni mazuri kuliko yale yule tajiri alikuwa anamtumikia kule alikoko. Kwa sababu yule tajiri alikuwa anasema, wewe ni mtumwa tu, nimekuajiri hapa, fanya kazi niliyokupa, nitakulipa mwisho wa mwezi. Hampi chakula. Lakini baba yake alikuwa ni mtu ambaye ni tajiri mwenye wafanyakazi ambaye anawalipa. Kwa hiyo akakumbuka kwamba, baba, mbona wafanyakazi anawalipa, mimi nikafanya kazi nyumbani. Akarudi kutubu na kuomba rehema kwa baba yake ili apate kazi ya kufanya kazi pale nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba yake hakuwa mtu wa kusema hivyo. Anasema akasema akaondoka kaenda zake 20. Anasema akaondoka akaenda kwa baba yake. Alipokuwa akali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fikiri jinsi ambavyo baba huyu alivyofurahi kumuona mtoto wake. Mtu yeyote ambaye ni mzazi anajua jinsi ambavyo angeweza akalifanyia kazi. Kama ni mzazi ambao yuko sawa sawa kwenye ufahamu wake, hajaharibika, mtoto wake hata kama alifanya kitu kigumu, akirudi lazima mzazi anajisikia kwamba amepokea mtoto wake tena. Baba huyu alijaa upendo ule wa baba kweli, na alipomuona mtoto wake pamoja na uchafu aliokuwa ameubeba, pamoja na hali ile aliyokuwa ni kama amemdharau baba yake, akasema kwamba mimi nimekomaa sasa, naenda kujitegemea. Baba hakuangalia mambo yale ya zamani. Alimpokea mtoto wake kwa kumwangukia shingoni na kumbusu sana. Anasema alimbusu sana. Yule mwana akaanza kusema yale maneno. 22 anasema, lakini baba akawaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lilo bora mkamvike, leteni na pete na viatu miguu, na mambo mengi aliyafanya. Kwa sababu baba yule aliachilia ule upendo wa baba. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa fikiria mzazi huyu ambaye Yesu alitoa mfano kwake, na mzazi ambaye ni wewe unavyopenda watoto wako. Mungu ni baba yetu ambaye anatupenda kwa upendo wa baba. Tunapojiachilia kwa kama huyu kijana, tukasema baba nimerudi, baba anakupokea kwa kukukumbatia kabisa na kusema kwamba karibu mwanangu, na anafanya sherehe pamoja na wale aliokuwa nao, kwa sababu anamfurahia mtoto wake ambaye amerudi upya na kuingia katika familia na kuanza kufurahia maisha ya baba. Yani pale nyumbani panakuwa ni kwao, na vile vitu vya baba vinarudi kuwa vya kwake, kwa sababu ya kwamba baba amemrejesha tena. Bwana Yesu asifiwe. Baba haangalii kwamba kuna vitu alivitapanya, kwa sababu yule kijana hakumaliza utajiri wa baba. Bado utajiri wa baba ulibaki pale pale, hata kama aliondoka na vitu, lakini utajiri wa baba unabaki pale pale. Kwa hiyo Mungu wetu hajapungukiwa na chochote, hata kama kuna mambo uliyafanya magumu sana. Mungu anasema ana uwezo wa kukaribisha wa upendo wa baba, na upendo wa Mungu wetu ni mkamilifu. Kwa hiyo tuko na baba ambaye ana upendo mkamilifu kwetu. Tunapaswa kutembea na upendo wa baba. Upendo wa baba ni upendo usiohitaji chochote, ni wa mzazi kwa mwanae. Ni upendo ambao hauhitaji chochote kutoka kwa yule mtoto. Unahitaji mtoto tu ajiachilie awe mtoto kwa baba yake, na baba anampenda kwa yule upendo. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto yule hafanyi chochote kwa ajili ya yule baba, wala hajipendekezi, anajiachilia tu katika nafasi ya mtoto, na upendo wa baba unakuwa umemwelekea yeye. Mungu anataka tuwe na ujasiri katika ule upendo ambao umewaachilia kwetu. Haleluya. Mungu anataka uwe na ujasiri kwa sababu ameuachilia upendo wa milele kwako. Anataka utembee kwa ujasiri. Ukiwa barabarani, ukiwa kwenye kazi zako, ukiwa nyumbani, tembea kwa ujasiri kama mtoto anayependwa. Kwenye Waefeso 5:1 anasema mfuateni Mungu kama mtoto anayependwa, kama watoto wanaopendwa. Kwa hiyo tumuandame Mungu kwa namna hiyo. Tumuandame kwa namna ambayo hatuoni mapungufu kwa namna yoyote, hata kama dunia ingetikisika namna gani. Tuna baba anayetupenda ambaye ana vitu vyote. Ana ulinzi wa kutosha, ana vitu vya kutosha vya kutupa, ana nguvu za kutosha kutufanikisha, ana uwezo wa kutuongoza. Kwa hiyo kama tuna baba wa namna hiyo, tuna mahali pa kukimbilia. Yule kijana alipoona pale kuliko kwenda kumeharibika, alikumbuka kwa baba yake ambako hakujatikisika, akasema nitarudi kwa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jikumbushe upendo wa baba. Urudi kwa baba sawa sawa kwa moyo wako. Jikumbushe upendo wa baba, ili kama kuna namna ambavyo likengeuka kaenda nje ya baba, urudi vizuri kwa baba, umwambie baba nimerudi. Baba upendo wake unakupokea na anakufurahia, kwa sababu bado ana upendo mkubwa kwako. Hakuna kitu katika uumbaji cha kututenga na upendo wake. Chochote, ukitaja chochote, hakuna cha kututenga. Ukisoma kitabu cha Warumi 8:39, Rumi 8:39, naomba mmoja anisomee pale kama unaweza kusoma haraka. Anasema, na nisome, anasema wala yaliyo juu, ngoja nianzie juu kidogo. Kwenye mstari wa 37 anasema, lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana tumekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayo kuwepo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna chochote cha kuweza kukutenga na upendo wa Mungu kwetu. Upendo wa Mungu kwetu ni upendo wa milele ambao hamna cha kuweza kukutenga nao. Ni upendo ambao umekamilika, na vivyo vitu vyote unavyoweza kuvitaja vya ulimwengu huu havina hadhi, havina haiba ya kukutenga na upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni mkuu mno kiasi ambacho hivyo vitu ni vidogo mno. Kwa hiyo havina hadhi ya kukutenga wewe na upendo wa Mungu, kwa sababu Mungu amekupenda kwa upendo mkubwa namna hiyo, na vitu vyote vinavyokuja vinakuwa havina uwezo wa kukutenga. Kwenye kitabu cha Yeremia 31:3, Yeremia 31:3
Nasema hivi, Bwana alinitokea zamani akasema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia anasema Bwana alimtokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kwa hiyo kama tunavyoona hapa, anasema upendo aliompenda nao huyu mtumishi wa Mungu ni wa milele, na ndiyo maana akamvuta kwa fadhili zake. Kwa hiyo unaweza ukatafakari wewe mambo ambayo Mungu amefanya kwa ajili ya maisha yako yote. Ni kwa sababu amekupenda kwa upendo wa milele. Unaweza kuweka chochote ambacho Mungu amefanya katika maisha yako kasema kwamba Mungu amenipa watoto hawa sio kwa sababu ya kitu ambacho nilifanya mbele zake, ni kwa sababu tu amenipenda kwa upendo wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ukaangalia ajali ile ambayo Mungu alikuepusha nayo, ukasema kwamba Mungu sikustahili, ni kwa sababu tu Mungu alinipenda kwa upendo wake wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ukaangalia kule ambako ulipita kwenye biashara, ikaweza kuvuka ile biashara yako, nyingine zikafa, ukasema kwamba sikuwa na chochote ambacho nilikifanya mimi chochote katika maisha yangu, ila ni Mungu tu alinipenda kwa upendo wa milele. Ukasomesha watoto wako wakamaliza chuo, wako katika maeneo mbalimbali ya kazi, wanafanya kazi, ukasema ni jambo gani ambalo nimefanya mimi? Sio kwa sababu nimefanya chochote mbele za Mungu, hamna ambalo nimefanya ili Mungu aongoze watoto wangu, kwa sababu watoto wengi wanaharibika huko mitaani. Tumeshaona wavuta bangi wengi, tumeshaona watu walioharibika wameingia mitaani wanafanya mambo ya ajabu, lakini watoto wako wako salama, wanakuja nyumbani wanasema Bwana Yesu asifiwe. Ukiwaambia twende kanisani, wanakuja kanisani, wanaoga, wanakuja kanisani. Sasa kama watoto wako wanaweza kufanya hivyo, na wewe kule wanakoenda barabarani huendi nao, wanapoenda shule hauko nao, wanapoenda kule chuo kwenye mambo mabaya mengi hauko nao, Mungu anawalinda wote, wanakuwa salama, wanarudi nyumbani. Alafu afika nyumbani kwako, mnakuta mnaweza kuja kanisani wote, wala hawaende mtaani kuzagia kwenye mabaa. Ni kwa sababu Mungu amekupenda kwa upendo wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila ambacho nakiona kama Mungu amekufanyia, hebu kitafakari uone kama ulistahili. Kama hustahili hicho kitu, kama ni Mungu alifanya kwa sababu ya upendo wake tu, kwa sababu ya upendo wake kwako, jua tu kwamba ni kwa sababu Mungu alikupenda kwa upendo wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ameachilia upendo wa ajabu kwetu, na anataka tujali huo upendo. Tuone huo upendo na tutembee nao kwa ujasiri. Hakuna kitu ambacho Mungu amekifanya kwetu kwa sababu sisi tulimfanyia chochote. Mungu alimtoa Yesu kwa ajili yetu, kama tulivyosoma kitabu cha Yohana kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee. Alimtoa yeye mwenyewe. Mwanadamu tena alikuwa amepotea na alikuwa anafanya vitu vya ajabu. Alikuwa ametenda dhambi, na dhambi ni kinyume na Mungu. Tulikuwa tumejifunza siku ile tukaona kwamba mwanadamu alifanyika kuwa dhambi. Kwa hiyo alikuwa ni kinyaa mbele za Mungu. Alikuwa ni uchafu kabisa, yani aliharibika mbele za Mungu, lakini Mungu kwa sababu ya upendo wake akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa hiyo anasema kila mtu yule ambaye alikuwa ameharibika kabisa, akimwamini asipotee tena, atoke katika ile hali ya kuwa dhambi, alafu awe ni mtu ambaye ni mtoto wa Mungu, amezaliwa upya, ni kiumbe kipya. Mungu anasema ya kale yamepita, tazame yamekuwa mapya. Yale mambo ya kale mabaya kabisa ambayo tuliyafanya, mambo ya kale ambayo yalikuwa ni uharibifu mbaya, Mungu amesema yote yamepita. Hebu fikiri kwamba mtu akitafakari mambo ambayo aliyafanya zamani kule kwenye giza alikokuwa, alafu leo Mungu anamuita ni mtakatifu. Mungu anasema kwamba watoto wangu wapendwao, watakatifu wapendwao. Mungu anatoka jina hilo. Watoto wa Mungu walio pale mlimani, watakatifu wapendwao. Alafu na wewe ukijikumbusha kule zamani ambako ulikokuwa, unaona kama kulikuwa na uchafu mwingi, kulikuwa na uharibifu mwingi, ulikuwa ni mtu ambaye alishaitwa mtu wa ajabu kabisa, ambaye wala hustahili hata katikati ya jamii tu, watu wameshakutenga, lakini unaitwa sasa kwamba ni mtoto wa Mungu apendwaye katikati ya watakatifu wa Mungu. Unaitwa ni mtakatifu katikati ya wana wa Mungu. Kama ni kibinadamu hautakiwi kuitwa jina hilo, lakini Mungu amekupenda kwa upendo wa milele. Bwana Yesu asifiwe.
Huu upendo wa Mungu wa kutupenda kwa upendo wa milele ni upendo wa ajabu ambao hauna kipimo chochote cha kibinadamu, wala hauna chochote kuweza kusema kwamba tumefanya sisi, lakini upendo wa Mungu umetufikisha hapo. Kwa hiyo tunapaswa kupokea upendo wa Mungu kwa ujasiri na kutembea nao, na kila unakokuwa tembea ukijua kwamba Mungu ameshakupenda kwa upendo wa milele. Kwa hiyo sasa tunatembea na fadhili zake ambazo ameachilia kwa ajili yetu, na kila mara tunakokuwa Mungu anakuwa pamoja na sisi. Mungu anatuhudumia. Mungu anafanya mambo makubwa kwa ajili ya kila mmoja wetu. Anatunza familia zetu, anatunza kila tulicho nacho, na maisha yetu kwa salama mikononi mwake. Lakini leo tunaona kwamba yule kijana alienda kukaa na baba. Bwana Yesu asifiwe. Alirudi akakaa na baba. Kwa hiyo kama tunavyojifunza, upendo wa Mungu ni upendo wa baba kwa mtoto wake, na mtoto anayependwa anakaa karibu na mzazi wake, hawi mbali, wanakuwa na mzazi. Mimi najikumbusha habari za Yakobo, jinsi ambavyo alikuwa anapendwa na mama. Alipendwa na mama mpaka kafika mahali pa mama kusema uongo kwa ajili ya Yakobo, kutunga vitu vya hila kwa ajili ya Yakobo, kutengeneza hali ambayo hata kwake ingeweza kuwa na hatari kubwa kwa mume wake kwa sababu ya Yakobo, kwa sababu alimpenda. Lakini Yakobo alishikamana na mama yake, ndio maana mama alipokuwa anaangalia tu alikuwa anamuona Yakobo pembeni yake. Kwa hiyo namna ya kutembea na upendo wa Mungu kwa ujasiri ni si kuwa karibu na Mungu, kurudi kwa baba na kukaa karibu naye. Anasema nikazingatia moyoni, akasema kwamba nitarudi kwa baba yangu. Kwa hiyo kila mmoja anayeona kwamba Mungu anampenda azingatie moyoni, aseme ninarudi kwa baba yangu sawa sawa. Sasa ninakaa karibu na baba, ninamsikiliza baba kuanzia sasa, ninaanza kufanya mapenzi ya baba na ndio nitaenda kuyafanya. Kwa hiyo unasema kwamba narudi kwa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu, ule upendo ulimvuta yule Yohana. Alikuwa karibu na Yesu kiasi ambacho hata wakati Petro alitaka kuongea jambo fulani, alikuwa anasema kwamba mwambie hivi, kwa sababu alikuwa karibu na Yesu mpaka anaegema kifuani pa Yesu, anamuegemea Yesu kwa sababu Yesu alimpenda. Kwa yule upendo ambao alimpenda nao Yesu ulimvuta yule mwanafunzi akaa karibu naye. Kwa hiyo hebu tambua kwamba baba anakupenda, egemea kwa baba. Jiachilie kwa baba, fanya mambo ambayo ni baba anayasema, yale baba anayosema yafanye hayo. Kaa karibu na baba, shikamana naye, fanya mapenzi ya baba. Na namna ya kufanya mapenzi ya baba ni kutembea karibu na neno lake. Liishie neno, muishie Mungu. Ona kwamba kwa Mungu ndiko ambao kuna mafanikio, ndiko ambao tunapata kila kitu. Na kama kijana yule alivyojua kabisa kwa baba yake kuna kila kitu, mpaka wafanyakazi wanakula na kusaza, aliona kwamba kurudi ni pale. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tukumbuke kwa baba yetu kuna kila kitu. Kwa hiyo pa kurudi, pa kwenda kukaa na kutulia, hata kama ungewekwa kwenye benchi la nyuma pale, yani hakuna mapungufu kwa baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kokote ambako unakaa katika nyumba ya Mungu, ukakaa karibu na Mungu, kote ambako utakaa, kote ni salama. Kote ni salama katika nyumba ya Mungu, katika familia ya Mungu, kote ni salama. Mradi umerudi ukasema nimerudi kwa baba yangu, nimerudi kwa Mungu wangu, nimerudi, sistahili tena, lakini Mungu kwa upendo wake anakupokea, nasema karibu mwanangu, ukae hapa. Kwa hiyo pokea pendo la Mungu, tembea na upendo wa Mungu kwa ujasiri katika jina la Yesu. Amen. Hebu muadhimishe Mungu kwa makofi mazuri, kwa sababu Mungu wetu yuko nasi mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe.